wewe kama kijana na mtaaruma juu ya mitambo ya magari pamoja na mitambo ya meli, umechukuliaje kauli ya waziri mkuu inayosema vijana wa Tanzania au wahitimu wenye stashahada na shahada waende kusomea tena mafunzo ya ufundi stadi, yani VETA? Wewe unaichukuliaje hii? Kwanza niseme kauli hii kwa unajua inatofautiana kila mtu namna ambavyo ameipokea. Kwa upande wangu mimi nimepokea kama kauli fulani ambayo ni chochezi. Kwa sababu ukifuatilia katika mlolongo au utaratibu wa masomo ya VETA, ni masomo ambayo kwa mtu anayesoma elimu ya VETA kitaalamu anaanza VETA level 1 mpaka level 3. Maana yake anapomaliza VETA level 3 ataingia level 4 ambayo ni hatua ya masomo ya diploma. Maana yake kumbe mtu ambaye atasoma diploma kwa kuanza na NTA level 4, maana yake tayari ana uwezo wa kuwa na knowledge nzima ya masomo ya VETA. Kwa hiyo mimi nasema ni kauli chochezi kwa upande wangu, kwa sababu inaenda kuleta vuguvugu na inaenda kuibua sintofahamu kwa vijana ambao tayari wana elimu ya diploma, wana elimu ya degree level. Kwa maana gani? Kwa sababu hawa watu tayari wana taaluma zao. Kwa sababu unaposema mtu tuseme labda aliyesoma umeme wa magari kwa ngazi ya stashahada au shahada ya kwanza, leo ukimwambia arudi tena kusoma kitu kile kile kwa level ya VETA, maana yake kwanza unampotezea muda, na pili unaleta usumbufu, unaongeza gharama ambazo alizitumia kule awali, na anaenda kutumia gharama nyingine ambazo kimsingi ni matumizi mabaya ya fedha na ni matumizi mabaya ya muda pia, kwa sababu tunawapotezea muda vijana instead ya wao kutumia taaluma ambazo tayari wamezipata kuendelea mbele na maisha na kurezi uchumi wa taifa kwa kufanya kazi kwa taaluma ambazo wamekuwa nazo. Je, unaona hii kauli ya waziri mkuu ni kukwepa kwamba serikali haiwajibiki moja kwa moja juu ya uwepo wa vijana wengi ambao ni hawajapata kuajiriwa? Mimi nadhani instead ya serikali kutuambia kwamba tena kupitia waziri mkuu ambaye ni waziri mwenye zamana na mwenye kusimamia wizara zote, manake unapokuwa waziri mkuu ina maana ya kwamba wizara zote ambazo ziko katika taifa letu ziko chini yako, manake wewe ni the head of. Sasa waziri mkuu anaposema ya kwamba vijana wanaohitimu level ya shahada na stashahada waweze kurudi VETA, maana yake kwanza taifa linakwepa wajibu wake wa msingi kabisa wa kuwasaidia vijana wa taifa hili na wa Tanzania kwa ujumla kutoka katika hatua au kujikwamua katika umaskini uliopo, ili kupiga hatua moja au mbili mbele kwa ajili ya kuelekea maendeleo na mafanikio ya taifa letu. Kwa sababu katika utaratibu wa taifa letu au wa dunia, na nitakupa mfano wa vijana ambao wanasoma katika taifa letu. Vijana wengi wanaanza masomo wakiwa na umri wa miaka mitano hadi minne, mitano hadi sita, wanaanza elimu ya msingi na wanahitimu wakiwa na miaka 14 hadi 15. Sasa leo unapowaambia hawa vijana baada ya kuwa wametumikia taaluma yao kwa miaka hiyo 7, ambapo katika utaratibu wetu wa nchi yetu mtu anapomaliza darasa la 7 tunaita ni elimu ya msingi. Nini maana ya kuwa na elimu ya msingi? Elimu ya msingi ni elimu ambayo tunategemea mtu anapomaliza elimu ya msingi awe na uwezo wa kufanya kazi na kuzalisha, awe productive. Kwa sababu unaposema elimu ya msingi, kwanza ni elimu iliyotiliwa mkazo kuwa ni elimu ya lazima. Na bahati nzuri sasa kwenye hiyo elimu ya msingi hawa watoto wanafundishwa masomo ambayo ni ya mikono, ya kiutendaji kabisa. Wanafundishwa stadi za kazi, kwa mfano ambao tunaposema stadi za kazi tunahusisha uchongaji, tunahusisha ufumaji, tunahusisha uchoraji na shughuli zingine zinazoendana na hizo. Kwa hiyo tulitegemea hii elimu ya shule ya msingi ingetengenezewa mazingira bora zaidi kuliko haya yaliyopo sasa. Hawa vijana wangemaliza elimu yao ya msingi, wangekuwa na uwezo hata wa kwenda kutekeleza taaluma yao kutokana na njia bora ambayo walifundishwa kipindi wakiwa wanachukua elimu hii.
Je, unadhani kama elimu ya msingi itatiliwa mkazo zaidi, je, inaweza kupunguza utegemezi kwa vijana kutegemea ajira na zaidi wakajiendekeza kwenye kufanya shughuli zao ambazo watakuwa wamejifundishwa kwenye masomo yao, yaani kujiajiri? Kwanza niseme hivi, inaweza ikasaidia, kwa sababu kilio cha vijana wengi katika kauli hii sio kwenda kujiajiri moja kwa moja, ni upotevu wa muda ambao wameutumia kwa miaka 20 plus wakiwa katika mifumo ya serikali. Yaani serikali imewachukua wakiwa wadogo, inakuja kuwarilizi wakiwa wakubwa, alafu tena inataka kuwarudisha kwenye mfumo wa serikali, yaani warudi tena shule wakasome upya. Maana yake nini? Kumbe hii elimu ya shule ya msingi ilikuwa ni elimu ambayo inatosha kabisa kwa hawa vijana. Kama endapo itatokea mtu ndoto yake ya masomo imeishia hapo, kwamba angekuwa na uwezo wa kuingia mtaani akajishughulisha na kilimo, akajishughulisha na biashara na shughuli zingine. Kwa hiyo tunasema kwamba elimu ya shule ya msingi ingeweza kutosha kabisa kuwasaidia vijana kwenda kujiajiri, na mtu anapoendelea mbele zaidi na akasoma elimu ya sekondari, elimu ya chuo kikuu, manake huyu mtu anaenda kushindana moja kwa moja na ushindani wa soko la ajira kidunia. Bahati mbaya tu elimu yetu ina changamoto pia katika hilo, ndio maana unaona vijana wengi wanalilia ajira za ndani, kwa sababu elimu yetu haisatisfy competition ya market competition on education. That's why we see kwamba vijana wengi wanakuwa wanalia ndani ya taifa lao, kwa sababu nchi yao, elimu, mfumo wa nchi yao kielimu hauko sawa. Unaionaje kauli ya waziri mkuu ya kwamba vijana waliohitimu degree, yani stashahada na shahada, kwamba warudi tena VETA, muktadha wa mazingira ya Tanzania? Je, unaiona ni sawa, au unaonaje ni sawa muhitimu wa ngazi ya shahada na stashahada aongeze tena miaka 3 ya kutafuta NTA level 3 kwa VETA? Je, unaiona iko sawa kwako? Kwanza kabisa nishukuru sana kwa swali zuri ndugu mheshimiwa. Unaposema kwamba kauli ya mheshimiwa ninaionaje, nitangulia awali kusema ni kauli chonganishi na chochezi sana, kwa sababu hawa vijana wanahitimu elimu ya vyuo wakiwa na umri wa miaka takriban 25, 26 mpaka 28 pengine wengine ambao kuna changamoto zilitokea za kitaaluma katikati. Alafu leo huyo mtu ambaye kamaliza akiwa na umri huo, akiwa na professional either ya ualimu au ni engineer, pengine labda ni mwanasheria, hiyo ni professional ambayo ameipata akiamini kabisa itaenda kuwa ni mkombozi kwa ajili ya maisha yake, kwa ajili ya wazazi wake, kwa ajili ya watu wanaomzunguka na taifa lake. Alafu unapokuja kumwambia huyo mtu kwamba elimu aliyoipata haikuwa mkombozi, kwanza taifa lina prove failure sana. Linaonesha, linawazilishia wananchi kwamba elimu yetu ni elimu mbovu. Kwa sababu mimi nilitegemea mtu huyu anapomaliza elimu yake ya chuo, aidha ngazi ya diploma au degree, atengenezewe mazingira bora yeye kwenda kuishi. Maana yake nini? Akajiajiri pengine kwa kupata mikopo kutoka serikalini. Pengine hao vijana wangetengenezwa utaratibu hata kuunda vikundi ambavyo wangeweza kupatiwa mikopo na serikali, kwa sababu tunaona serikali yetu nasema watu wanaosoma VETA kwamba watajiajiri, watafungua makampuni, sijui viwanda. Unafungua vipi kiwanda pasipokuwa na mtaji? Nimeona wanachochea sana na wanazungumza kwamba ukisoma VETA utajifunza upishi, utajifunza ususi. Ni taifa zima watasoma upishi? Ni vijana wote watasoma hayo mambo? Kimsingi tunatakiwa turudi kwenye ajenda na hoja za maana ambazo zitatuvusha kama taifa, kwamba mtu anaposoma elimu yake isiwe ni elimu ya kupoteza muda, kwa sababu wazazi wanaweka pesa nyingi katika elimu. Tukumbuke hilo. Mzazi anaanza kuwajibika kumsomesha mtoto akiwa na umri wa miaka 5 mpaka 6. Anaendelea mpaka akiwa na miaka 26, 27 yuko naye katika mazingira. Elimu wa Tanzania nataka kuona kama ni mbovu. Mfumo wa elimu wa Tanzania unaweza usiwe mbovu kwa maana ya ufundishaji,
kwa maana ya mtoto kuanza darasa la kwanza mpaka chuo kikuu, unaweza ukawa na mitaala mibovu ndani yake ambayo sio mitaala inayomsaidia huyu mtoto, huyu mwanafunzi anapomaliza masomo aweze kuishi kwa kujiajiri, kwa kujitegemea. Nikasema na bahati nzuri sana kwenye finance bill ya mwaka jana ya mwaka 2025 24-25 imeeleza na wanajaribu kupush zaidi elimu ya msingi au elimu ya sekondari. Imesema kwamba elimu katika taifa letu, ili mtu kusema amepata elimu ya msingi lazima amalize kidato cha 4, wakati hapo nyuma ilikuwa ni elimu ya kidato ni elimu ya shule ya msingi. Maana yake ile elimu ya shule ya msingi ilikuwa ni elimu ambayo ilipaswa itiliwe mkazo. Zamani tulikuwa na kitu kinaitwa middle school, watu walisoma mpaka darasa la 8. Tunaona watu wale walikuwa wanauzika. Kwa hiyo elimu ya mkoloni, mfumo wa mkoloni ulikuwa bora zaidi ya mfumo wetu ambao tumekuja kutumia, japokuwa bado tumekopa, lakini mkoloni anaonekana alikuwa na mipango inayouzika, inayoishi. Leo serikali inakwambia ukimaliza degree ni VETA, maana yake unaenda kuongeza tena hasara, kumuingiza hasara mzazi. Aliuza mashamba, aliuza mifugo, umetia umaskini familia, alafu bado unaambiwa urudi tena ukasome miaka 3 ya VETA ambayo ukimaliza sijui ndio unaendelea na mfumo. Nadhani huu ni mfumo wa ajabu katika mifumo ambayo nimewahi kuisikia duniani. Okay, hivyo ungepata nafasi labda ya kumshauri waziri mkuu au upate nafasi ya kukutana na waziri wa elimu, kipi kingekuwa kigezo chako au ipi ingekuwa suggestion yake kwako kwamba labda elimu hii ambayo tunaipata kwa sasa, ambayo inaonekana kwa sasa sio productive kulingana na mazingira tunayoishi, ndio maana waziri kasisitiza kwamba watu waende VETA, waliomaliza elimu ya juu warudi tena VETA ili wapate ufundi stadi, ili kuendesha maisha yao. Je, ungemshauri nini waziri mwenye zamani, waziri wa elimu, kuhusu hili swala? Ni jambo jema, pengine kwa sababu umeniomba ningeshauri nini. Mimi nadhani ifanyike kitu kimoja ambacho kinaweza kusaidia kabisa. Kama hawa watu wameweza kusoma na tumewapa taaluma na elimu ambayo sisi wenyewe tumeiamini kwamba ni elimu bora, itawasaidia. Hakuna haja ya kuapprove kwamba elimu aliyoipata haifai tena. Inatakiwa tuwaoneshe kwamba vyuo vyetu vinatoa elimu ambayo ni bora kabisa. Mimi nitakupa mfano mheshimiwa, kwamba tuna vyuo vya ufundi kama Arusha Technical College, tuna chuo kama DIT, tuna chuo kama MUST, tuna chuo kama NIT, na chuo chetu cha UDSM ambacho kilianzishwa mwaka 1961 kikiwa na wanafunzi 14, na chuo hicho kilikuwa na sasa hivi kina professional nyingi, kinatoa kozi nyingi. Kilikuwa na mlengo wa kulisaidia taifa, kwa sababu lengo la chuo cha UDSM kilipoanzishwa ilikuwa ni kuwa na wanasheria wengi katika taifa letu na kupata wachumi ndani ya taifa letu. Sasa tulivyokuwa na lengo la kuwa na watu wabobevu katika masuala ya uchumi, lengo lilikuwa ni kulisaidia taifa kuja na mikakati bora ambayo ingetuvusha kututoa katika umaskini tuliokuwa nao na kutupeleka katika level nzuri ya uchumi. Sasa leo wale watu waliopelekwa kusoma uchumi, aidha wakasoma sheria, na tumeenda mbali kabisa. Chuo chetu cha UDSM sasa hivi kina fakati nyingi. Sasa wale watu waliosoma pale wanataka kukuaminisha elimu waliyosoma haina umuhimu kulingana na sasa mimi hiyo. Hapana, mimi sidhani kwamba nchi yetu ni maskini kiasi hicho tunaposema hali ya serikali, kwa sababu hii nchi ndio nchi ambayo imebarikiwa vitu vingi sana. Ni nchi yenye maziwa, ni nchi yenye mito, nchi yenye mabonde, tuna milima, tuna mbuga za wanyama, tuna madini ya kila aina kwenye nchi, na tumeenda mbali zaidi, tumebarikiwa hata madini ambayo yanapatikana katika taifa hili peke yake. Pengine labda tunaweza tusione vyote hivi ni kwa sababu hatujawahi kuwa na utaratibu mzuri wa kudhibiti rasilimali za nchi yetu. Pengine tungetengeneza mazingira ambayo yangeweka udhibiti katika hizo rasilimali, leo tusingekuwa tunalia kuhusu swala la ajira, kwa sababu watu waliosoma engineering tungewaajiri katika viwanda vyetu, tungewapeleka katika migodi ya nchi yetu, kuliko kuwapa wawekezaji ambao wamekuwa wakiexploit mali zetu. Wanachukua vitu vingi lakini wanachukua misaada ya hovyo. Yani ni kama tunarudi kwenye barter trade na tunaibiwa zaidi hata ya barter trade. Mimi nadhani ambacho tunatakiwa tukishauri
sisi kama vijana ambao tupo katika industry hii ya kitaaluma kwa sasa na ambao wameshapita tayari, tunatakiwa tujue kitu kimoja, kwamba ni haki yetu na ni wajibu wetu wa msingi kusema pale ambapo tunaona tunalazimishwa kufanya mambo ambayo hayastahili kufanyika kwenye taifa letu. Serikali inatakiwa itafute njia mbadala kwa nini kifanyike, sio kuwaaminisha hawa watu walichokifanya. Leo watakwambia uende VETA miaka mitatu. Ukishakaa VETA miaka mitatu, rais aliyeko madarakani anaelekea kumaliza muda wake wa uongozi. Akishaondoka utamlaumu nani? Utakuja uongozi mpya, atakayekuja naye atakuja na mambo yake mengine, kwa sababu haya masuala ya kuongeza level za elimu au kuongeza hizi taasisi za kitaaluma mpya hajaanza leo. Mwaka 1975 kuna mfumo wa kitaaluma ulianzishwa, vyuo vya jamii, vya maendeleo ya jamii. Viko wapi hivyo vyuo leo vya maendeleo ya jamii? Havitiliwi mkazo, vyuo vinakufa. Sio, unaelewa ndugu yangu? Kwa hiyo sasa vyuo vya maendeleo ya jamii vilikuja kimkakati kwa sababu vilikuwa vinafanya assessment ya vyuo vyetu, vinafanya assessment ya mitaala yetu, lakini kwa sababu hakuna mikazo na ufuatiliaji katika haya ndio maana tunaona leo yanatokea. Watu wanakuwa kwanza wametudharau wa Tanzania kwa kiasi ambacho wanaenda public wanaongea wanavyojisikia. Hili ni jambo la aibu sana kwa waziri mkuu wa nchi kusimama na kushabikia kwa sababu wanafanya maazimisho. Unapofanya maazimisho, unatakiwa ufanye maazimisho for check and balance. Ndio maana wanasema hautaki kuzungumza ukiwa na furaha sana au na hasira sana. Unaweza ukateleza katika mazungumzo. Nilimwona mama mmoja katika hafla hiyo, ameenda mbali zaidi, anasema yeye alianza kwa kushona viatu, leo ana kiwanda. Mimi nadhani tusipotoshe watu na kuwalagai. Tusiwafanye Watanzania kuwa watu ambao hawajielewi. Leo fundi viatu wa mtaani kwangu anaweza akafungua kiwanda cha viatu. Ni mambo ya ajabu sana ndani ya taifa. Hebu tuwe realistic katika haya mambo tunapokuwa tunazungumza. Leo Mtanzania wa hali ya chini kabisa, mwenye maisha magumu, unamwambia akashone viatu atafungua kiwanda. How comes? Inawezekanaje? Mimi nadhani watu ambao wana vipato tayari, kwa sababu wapo kwenye mifumo ya nchi yetu, wanajua jinsi ya kuzichezesha hizi pesa, wanapiga pesa zetu, wanainvest sehemu, afu wanakuja kutuletea cosmetics politics mbele ya watu. Kwamba iko hivyo, mimi nadhani ipo haja kama sisi tutashindwa kuwajibisha viongozi wetu, kwa sababu sisi ndio tulioweka hapo, tutakuwa na makosa sana katika taifa letu, na siku moja vizazi vitakavyokuja mbele yetu vitakuja vitulaumu kwa sababu tulishindwa kutekeleza wajibu wetu wa msingi kama Watanzania ambao tuko leo, tunaishi leo. Generation inayokuja itakuja ilia kwa sababu sisi tuliwatengenezea misingi mibaya ya kuishi katika taifa lao. Okay. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa masuala ya elimu na kumekuwepo na wahitimu wengi wa VETA, na sasa hivi tunaadhimisha miaka 50 ya VETA, ni jambo zuri. Okay. Kama unavyoona kwamba kumekuwa na wahitimu wengi wa VETA, je, unaona ni support gani ambayo wanapata kutokana kwenye serikali ambapo ungeweza kuwasaidia hao, au ni mfano wa kina nani? Kwa mfano kuna mtu kama Masudi Kipanya. Masudi Kipanya aitengeneza gari la umeme. Aitengeneza gari yake ya umeme. Okay. Ambapo mimi sijaona msaada ambao amepatiwa moja kwa moja kutoka. Kwanza kabisa niseme umenikumbusha kitu kizuri pia, kwa sababu kuna watu ambao wana innovate kwenye taifa letu, tunashindwa kuwa support na kuwaendeleza. Lakini leo tunakuja kushabikia vitu vya ajabu. Unajua taifa hili ni taifa moja ambalo linashangaza sana ndugu yangu, kwamba leo watu ambao wanaonekana ni cheap labor, kwa sababu hili taifa linataka kuwatengenezea watu taswira fulani kwamba ukisoma VETA wanajua watakulipa mshahara kidogo. Tofauti na mtu ambaye ana level ya diploma, labda ana level ya bachelor degree au ana masters. Kwa hiyo wanataka kukuaminisha kwamba wakutengenezee mazingira wewe ya kuwa chini, wakulipe ujira kidogo, wao wapige pesa nyingi kwenye taifa letu. Sasa haya ni mambo ya ajabu. Inabidi tu reason kabla hatujasherekea na kushangilia kwamba tunatengenezewa vyuo. Nimeona wametenga bilioni 85 ya kujenga vyuo kwenye mikoa yetu yote Tanzania. Hizo pesa wangeelekeza katika kuajiri watu, at least tungelivusha taifa kwa hatua moja, kwa sababu kuna watu wamemaliza miaka mingi hawana ajira leo. Kuna walimu kama takriban 200,000
lakini tuna scarcity ya walimu kwenye taifa letu 400,000. Kumbe tungeajiri na bado tungeendelea kudaiwa walimu. Sasa utagundua taifa hili ni taifa ambalo lina viongozi hawajui hata nini wanafanya kwenye nchi yao. Kwa sababu leo unapo introduce issue ya VETA, alafu unatilia mkazo kwamba eti watu wajifunze upishi. Wajifunze upishi of which? Yaani mtu ukajifunze, umemaliza degree ukajifunze upishi. Unajua ukikaa vizuri inawezekana. Ndio. Kwa catering sio vibaya, inawezekana, lakini unajifunza upishi wa level gani? Wa catering. Upishi wa catering ni upishi ambao kidogo unahitaji mtaji. Huwezi kuwa na hoteli kubwa kama huna pesa. Unajifunza upishi ukapike nyumbani? Unajifunza upishi ukafanye nini? Mimi nadhani tungejikita katika kutengenezewe utaratibu mzuri wa kusaidiwa hao watakaoenda VETA, kwa maana ya kwamba hawakupita hizo level zingine, watengenezewe mazingira mazuri pia ya kuwawezesha wanapomaliza hayo masuala ya upishi, nafasi za kwenda kujiajiri katika masuala yao ya upishi, masuala ya ufundi, masuala ya ufinyanzi na vingine. Yao ni mazingira bora pia. Lakini unapozungumzia muhitimu aliyemaliza degree labda alikuwa anasoma masomo ya hesabu, alafu namwambia akasome arudi China ajifunze ususi. Yaani huoni kwamba unapoteza morali ya vijana katika kuingia kwenye sekta nzima ya elimu. Kwa hivyo unamaanisha kwamba hii kauli ya waziri inaenda kukatisha tamaa wasomi wengi pamoja na wale ambao tulikuwa tuna inspire kwamba someni ili mpate kulikomboa taifa kupitia nyanja tofauti ambazo walisoma. Tukiangalia mataifa kama China ni mataifa ambayo yalipitia crisis, lakini baada ya kupitia ule mpito walikuja wakainvest zaidi katika taaluma na teknolojia. Leo wako pale kwa sababu walielewa umuhimu. Kwani kuna umuhimu gani kuwa na teknolojia kwenye taifa na kuwa na wasomi wengi? Leo ingetokea China wameinvest katika masuala ya upishi kama tunavyoambiwa leo, huenda lingekuwa ni taifa maskini sana kwenye ulimwenguni. Sisi tunatengenezewa umaskini ambao unazalishwa na watu ambao wana mawazo finyu. Na waita wana mawazo finyu kwa sababu si watu kani. Mawazo finyu kwa sababu huwezi kukaa na kutoka hadharani kuwaaminisha watu mambo ambayo hayauziki kwenye taifa. Leo baadhi ya nchi wangechukua mawazo haya, tungekuwa hizo nchi zingekuwa wapi? Hii dunia ingekuwa wapi? Kuna nchi zimewekeza kwenye viwanda kama Germany. Yes. Germany ni nchi ambayo imewekeza kwenye viwanda. Ukiangalia spare za magari kwa mfano BMW, yes, inaajiri vikundi vya vijana au population kubwa ya vijana ambao ni unemployed na wanakuwa wanawezeshwa na. Je, unauona utaratibu huo ukileta kwenye nchi yako unaweza kuzalisha vijana wengi na tukapata manufaa na hao vijana? Kwanza niseme VETA. Kwanza niseme hivi, issue ya viwanda na issue ya kuinvest katika eneo hilo kwenye nchi yetu, nadhani ilianza wakati wa mkoloni. Mkoloni alikuwa bora zaidi kuliko sisi. Alituachia viwanda kwenye taifa hili. Kulikuwa kuna Gineris za pamba, kulikuwa kuna viwanda kama Urafiki Mwanza, yes, kulikuwa kuna Mwatex Mwanza, kulikuwa kuna Urafiki, kulikuwa kuna Tangatex. Unanielewa ndugu yangu? Kwa hiyo sasa hawa watu baada ya kuja kumiliki viwanda vile tulivyopewa uhuru sasa, kwa sababu sisi tulipewa uhuru, tulikabidhiwa. Baada ya kupewa uhuru kwa sababu ni watu ambao wamezoea kuishi katika mifumo hiyo, wakatumia viwanda hivyo vibaya, vikapotea, na leo hatuna viwanda hivyo tena. Wakati sisi kwenye taifa letu mikoa kama ya Shinyanga, Mwanza wanalima zao la pamba. Tulitegemea kule ambako kuna hayo mazao kwa sababu tulikuwa tuna kiwanda cha Mwatex, tungeanza kuzalisha nguo zetu. Leo tunashindwa kutengeneza hata leso. Tunashindwa kutengeneza hata leso. Tunaagiza kutoka nje. Kweli? Stiki made in China. Unadhani unaona mambo kama hayo? Stiki zenyewe zinatoka China, tuna misitu. Utashangaa sana, yani unashangaa sana kuona hii ni nchi aina gani. Kama tunataka tuzalishe watu ambao watakuwa productive kwenye taifa lao, tuwatengenezee mazingira ya kuuzika baada ya hapo, sio kuwalaumu na kuwarudisha kusoma tena. Manake tunaendelea kuwatengenezea umaskini, kwa sababu leo mzazi labda katumia milioni 20-30 kumsomesha mtoto toka alipoanza masomo. Na kuna wengine wamewasomesha shule kubwa zaidi. Wanalipa milioni 5, 8, 10, 20 per month, per year.
alafu leo anamaliza masomo namwambia ili taifa lako bwana liweze kujiajiri kasome upishi, watu wanasherekea. Kuna na upishi tu, kuna ufundi wa magari. Ufundi wa magari, kwenye upishi. Nadhani ufundi wa magari sio kwamba ukisoma ufundi wa magari ndio wewe umekwepa zana ya kukosa ajira. Vingi kuna secretary secretary wapo na ni kozi ambayo inatolewa in long course and short course. Sawa. Sio kwamba hivyo vyuo havipo. Even these days kuna hizi private sectors colleges ambao wanatoa hayo mafunzo. Kwa hiyo taifa limeamua kwenda kujificha sehemu ambazo linajua tayari zina watu pia wanatoa hizo, kwani hakuna kozi ambazo wanatoa mafunzo ya urembo kwenye taifa hili. Si wapo wanafanya makeup artist and so on, si ndio? Sasa kwa nini leo taifa kwa hiyo yani nchi yetu imeamua kutuaminisha masuala ya makeup ndio yatakuwa mkombozi wa taifa hili? Ni swala ambalo linahitaji tulitafakari na tuliangalie kwa kina sana kwamba tunavukaje hapa na kwa nini tumefika hapa. Mimi nadhani njia sahihi ya kutoka hapa tulipo ni kuwawajibisha wale ambao wametufikisha hapa, kwa sababu mtu usipomwambia ukweli hawezi kujua anakosea wapi. Unawajibisha kwa njia gani? Mimi nadhani njia ni moja tu. Watu wote ambao wametimiza umri sahihi wa kufanya maamuzi kwenye nchi yao inabidi wawe wawajibike kwa kushiriki moja kwa moja kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kwa sababu unapokuta watu wanaachia kundi fulani, nadhani vijana hii inawagusa sana, kwa sababu wengi wamekuwa hawajihusishi moja kwa moja kwenye haya masuala ya kutafuta viongozi wa mataifa wa nchi yao. Wanaamini wazee wao ndio watafanya maamuzi. Hawa wazee tunaowaachia hii kazi wengi walikuwa katika mfumo wa chama kimoja, wana mapenzi na chama, hawana mapenzi na nchi tena wengi, jambo ambalo linapoteza uhalisia wa kile ambacho tunakitafuta. Leo tunaona kuna dira ya taifa ya miaka 50 imeshaandaliwa. Imeandaliwa na kina nani? Ni wazee ambao ni futureless. Si unanielewa? Ni wazee ambao tayari they don't have future with this nation. Lakini vijana ambao walitakiwa wakae wanazuoni, watoe mawazo yao, mchango yao ipelekwe, ichakatwe bungeni, ipitiwe, tupate dira ya taifa ambayo sasa nadhani hata haya mambo ya kuambiana VETA ni bora tusingeyaona kama tungejadili dira ya taifa kwa pamoja, kama tulivyokuwa tunajadili hizi nini rasimu za chaguzi za katiba kama ya Warioba na Nyalali. Nadhani tusingefika hapa. Tumefika hapa kwa sababu tumeachia watu fulani wapiga debe wachache waamue mambo ya wengi. Mimi nadhani hiyo ni shida sana. Na mimi nishukuru sana kwa sababu kuna baadhi ya vitu umechokonoa na nilikuwa sitaki kuvisema hadi nimevisema. Nishukuru sana. Basi naomba nikushukuru kamanda. Nashukuru sana. Mimi nashukuru sana ndugu yangu, na wakati mwingine pia usisite kuniita kama kutakuwa na jambo la kuzungumza juu ya taifa hili, kwa sababu sisi wote ni Watanzania. Niliyekuwa nazungumza hapa mbele yenu mimi ni afisa habari wa Chaso mkoa wa Dar es Salaam. Pia mimi ndiye mwenyekiti wa Chaso katika chuo cha bahari. Vile mimi ni mwanachama wa chama cha siasa cha demokrasia na maendeleo Chadema. Nimekuja kwenye ajenda hii baada ya kupokea wito kwamba kuna jambo tunataka tuzungumze kama vijana, tujadili. Nimeweza kufika hapa ili tuweze kuzungumza kwa pamoja na tuzungumze na vijana pia wanaotusikiliza huko katika vyombo vya habari na wanatusikiliza huko kote. Nashukuru sana. Basi huyo alikuwa ni ndugu Lameck Mwandu ambaye alikuwa mgeni wetu wa leo, ambapo alitumia uhuru wake wa kikatiba kuwasilisha yale ambayo anaona ni sawa kama Mtanzania. Nashukuru sana kama. Asante sana. Nashukuru sana.